Karibu mpenzi mtazamaji wetu, tuendelee kuangazia tetesi za usajili Ulaya yaliyojili leo tarehe 12 Desemba 2025. Kwanza kabisa na kukaribisha uweze kusubscribe channel yetu, bonyeza kitufe kilichoandikwa neno subscribe. Hiyo itakuwa inakurahisishia wewe kupata taarifa hizi za kimichezo kila siku tunapoziweka na kujua dirisha la usajili linaendaje, nani kama timu hii kaenda timu ile. Kama mpenzi wa michezo unaendelea kuwa na update za timu yako. Moja kwa moja tuanze na kule Ujerumani. Sky Sport Germany wanaripoti kwamba mshambuliaji kibeki wa timu ya Crystal Palace Marc Guéhi, klabu ya Bayern Munich, wanapanga kufanya mazungumzo na beki huyo raia wa England Marc Guéhi mwanzoni mwa mwezi Januari, wakati ambao mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 25 anaweza kusaini mkataba wa awali na klabu yoyote ya nje, kwa sababu tayari mchezaji huyu ameshaonyesha nia kutaka kuondoka katika timu yake ya Crystal Palace, na timu ambayo imekuwa ikipewa kipaumbele zaidi kumnasa mchezaji huyo ni klabu ya Liverpool. Lakini Bayern Munich wanataka kuipiku Liverpool mapema kwa ajili ya kumpata beki huyo raia wa Uingereza ili kuimarisha safu yao ya ulinzi. Kwingineko, klabu ya Tottenham Hotspur wanatarajia kumuuza kiungo Yves Bissouma raia wa Mali mwenye mwezi Januari, lakini kutokana na mkataba wake kumalizika majira ya kiangazi, wanaweza kutumia kipengele cha kumuongezea mwaka mmoja endapo atashindwa kupata mnunuzi wa kumnunua mchezaji huyo. Hii ni dalili inaonyesha wazi kwamba Tottenham wako tayari kuachana na Bissouma. Kwa itakapojitokeza timu yoyote ile ambayo itakuwa tayari kutoa kitita cha pesa ambacho Tottenham wanakihitaji, basi wataweza kumuuza Bissouma. Hawatamani kumuacha huru, lakini wanatamani walao kumuuza kwa kiasi fulani. Kwingineko, klabu ya Aston Villa wameiambia Liverpool kuwa wanataka kumrudisha kiungo wa England mwenye umri wa miaka 21 Harvey Elliott mwezi Januari. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 22 amekuwa kwa mkopo Villa tangu majira ya kiangazi. Timu toka na ripoti kwamba Aston Villa hawajaweza kunufaika na uwepo wa mchezaji huyo kwenye timu yao, na ndio maana wanataka kumrudisha Elliott kwenye timu yake ya Liverpool. Kama Liverpool watamtafutia sehemu nyingine kumpeleka kwa mkopo au watataka kumuuza sehemu nyingine, itakuwa ni juu yao, lakini kwa upande wa Aston Villa wao wameshaonyesha nia kwamba wanataka kumrejesha. Kwingineko, klabu ya Arsenal wanaonyesha nia ya muda mrefu ya kutaka kumsajili winga wa Real Madrid na Brazil Rodrigo mwenye umri wa miaka 24 ambaye amekuwa apati nafasi ya kuanza mara kwa mara kwenye kikosi cha Real Madrid. Hivyo basi klabu ya Arsenal wamekuwa wakionyesha nia ya kutamani kumpata Rodrigo. Lakini pia hapo klabu ya Arsenal pia wana nia kumpata winga wa AC Milan na Ureno Rafael Leao mwenye umri wa miaka 26. Hivyo Arsenal wako kwenye option mbili kati ya Leao au Rodrigo. Kwa wewe kama mshabiki wa Arsenal unayenitazama au mpenzi wa michezo, je, weko maoni yako? Unafikiri ni yupi ambaye Arsenal wanaweza wakamfanyia kama kipaumbele chao kwenye dirisha la usajili? Rafael Leao kutoka AC Milan au Rodrigo kutoka Real Madrid? Tupe maoni yako kwenye comment, tutapitia kwa pamoja kama wadau wa michezo. Kwingineko, kamishna wa ligi ya Marekani MSA Donny Galba amesema kuwa ligi hiyo itampokea Mohamed Salah kwa mikono miwili kama mchezaji huyo atakuwa tayari kuondoka Liverpool na kwenda ligi ya Marekani. Amesema kwamba watakuwa tayari kumpokea Salah ligi hiyo ya Marekani, acheze awe huru kama ambavyo wamefanya kwa wachezaji wengine ambao wamewahi kutumikia huko kama wakina Wayne Rooney na wengineo kama David Beckham na wengineo kama kina Lionel Messi. Ni mmoja wa wachezaji wakubwa ambao wameshacheza ligi ya Marekani na wakapokelewa vizuri. Kwa hiyo Mohamed Salah pia atapokelewa vizuri endapo akifikia huo uamuzi. Kwingineko, mshambuliaji wa Real Madrid Gonzalo Garcia mwenye umri wa miaka 21 anawindwa na Stuttgart ya Ujerumani, ingawa wanaelewa kuwa dili hilo litakuwa ngumu kutekelezeka. Sky Sport Germany wanaripoti kwamba Stuttgart wana nia ya kumpata Gonzalo Garcia, ingawa wanajua haitakuwa rahisi kwao, ila nia yao pia wanayo ya kutengeneza ushawishi. Basi wapendwa, haya ndio machache katika mengi tulionao ya kimichezo kwa siku ya leo, na kukaribisha uweze kusubscribe channel yetu ili uendelee kupata update nyingi zaidi. Bonyeza neno lililoandikwa subscribe. Lakini pia kama unatutazama kwa upande wa TikTok au Facebook, bonyeza kitufe cha follow ili uendelee kupata hizi taarifa kila zinapowekwa. Bye bye, tukutane tena wakati mwingine.